Kwa jina naitwa Bahati Iboma, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Bahibo Mental Health Organization. Ni taasisi kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wamepitia changamoto ya afya ya akili, lakini kutoa elimu kwa jamii kwa ujumla, hasa wanawake na watoto. Kwa siku ya leo kwa kweli namshukuru Mungu nimepata kibali cha kufika mahali hapa. Tumepata huduma mbalimbali pamoja na kucheki afya zetu, lakini tumeweza kutoa, mimi binafsi nimeweza kutoa sehemu ya elimu ya afya ya akili, umuhimu wa kutunza afya zetu za akili, na ikiwemo sana sana kwa wanawake. Kama ilivyo tunavyoadhimisha mambo ya wanawake wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo mimi ninaomba wanawake na watu wote kwa ujumla waweze kutafuta namna au mbinu za kuweza kutunza afya zao za akili, lakini hawezi kutunza hivi peke yao, wanahitaji kupewa elimu ambayo itaweza kuwasaidia, kwa sababu wanawake ni sehemu kubwa ya kuangalia familia. Kama akili zao hazitakuwa timamu, hawatakuwa waangalizi wa familia. Kumbuka yani kitu chochote kinaanza ngazi ya familia. Kwa mwanamke akifundishwa vizuri namna ya kutunza afya yake akili, atahakikisha mume wake atakuwa na akili yake timamu, atahakikisha watoto wake watakuwa na akili timamu. Kwa familia tayari kishakuwa na uelewa kuhusu afya ya akili, hiyo familia itaanza kuelewesha jamii. Kwa hiyo tukishamwelimisha mwanamke kwa ujumla, familia nzima itaweza kukumbuka. Hatimaye mtu ambaye anapitia changamoto ya afya ya akili ajigundue zile dalili za awali, aweze kwenda kwa msaikolojia, kwa sababu mimi naamini dalili za awali mtu akienda kwa msaikolojia hataweza kutumia dawa. Kuna matibabu ya awali ambao wanapewa, then mtu anakaa kawaida na kurudia hali yake ya kawaida, kuliko mtu kukaa na changamoto kwa muda mrefu hajaweza kupitia tatizo, tayari hapo mtu anapata ugonjwa wa afya ya akili. Pengine kwa wanawake umesema kumbana na hiyo changamoto, ni sababu inaweza ikawa ni nini? Yani wanawake wanapitia changamoto nyingi sana. Kwa siku ya leo nimejitolea mfano mimi. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, mimi nimekuwa ni mtu wa kuamka asubuhi kila siku. Asubuhi lazima niamke wa kwanza, mimi kama mwanamke, kuandaa vitu vya familia na nini, watoto shule na nini, na majukumu yangu mengine binafsi ya ujasiriamali. Lakini ikifika weekend kuna jumuiya, mfano mimi kuna jumuiya kuamka asubuhi na vitu vingine vyote Jumapili asubuhi. Kwa hiyo tunatafuta namna ya kuweza kupata muda wa kupumzika ili kuweza kutunza afya zetu za akili. Ambalo unaweza kulifanya, lifanye. Ambalo uliweza labda tafuta muda wa kuweza kupumzika, kwa sababu sehemu ya kutunza afya zetu ni pamoja na kupumzika, kulala mapema na kuwahi kuamka, lakini pia kula lishe bora, lakini pia kufanya mazoezi. Hiyo itaweza kusaidia. Kwa hiyo kulala kwa wakati pia ni changamoto, kwa sababu watu wengine wanachelewa kulala lakini wanawahi kuamka. Hilo ni tatizo. Mwanadamu kiafya anaambiwa anatakiwa alale masaa 8. Utakuta mtu analala saa 6, saa 11 tayari yuko macho, yuko foleni njiani. Unategemea huyo mtu atakuwa na hali gani? Hiyo ni sehemu ya mchango wa kupata changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu utapata msongo usipoutavia tatizo, yani usipoutatua huo msongo, ina maana unaelekea kwenye ugonjwa. Kwa hiyo dalili za awali za msongo ni rahisi sana kwenda kwa msaikolojia. Yani ifike mahali watu watambue kwamba nimepata changamoto au msongo wangu niliokuwa nao, natakiwa niende hospitali kwa msaikolojia, lakini sio jibu la kwenda kujiua. Watu wengi wameweza kujiua kwa sababu wamekuwa hawana majibu, yani sehemu sahihi ya kwenda. Lakini mimi nashauri mtu akiona hayuko sawa, akiona ana vitu vingi ambavyo vinakuja kwa wakati mmoja, mimi namshauri aende hospitali. Sawa, umegusia swala la watu kulala masaa 8. Unaweza kujiuliza kwamba nikilala masaa 8 siweza nikajizwa maisha au kutafuta riziki, itakuwaje? Tunahangaika kwenye kazi. Sasa tusipo kufuata hiyo sheria au kutafuta muda mwingine wa ziada wa kupumzika, tunaenda kutengeneza tatizo. Yani kulala tu vizuri na mapema ni sehemu ya kutunza afya ya akili. Yani kulala vizuri tu, utakuta mtu yani anaumwa haelewi anaumwa nini, kumbe hajapumzika. Umeona? Na ukikaa muda mrefu kufanya kazi bila kupata muda wa kupumzika, inapelekea sehemu ya kupata msongo. Unaweza kwenda hospitali unapima uonekane ni nini, kumbe ni msongo tu ambao unahitaji kupumzika. Au saa nyingine ukizidi msongo unatakiwa uende hospitali kwa msaikolojia. Je, dalili za awali, ende kwa msaikolojia, kuna matibabu ya awali. Kuliko kufika kabisa hali inakuwa ugonjwa. Kifika ugonjwa tu inabidi utumie dawa.